hapa hospitali kuu yetu ya rufaa ya Muhimbili. Alipewa rufaa kule Bombo Tanga, akaletwa marshi hapa hospitali, na leo nilikuwa hospitali muda mrefu, lakini nyuma kidogo ya al-Isha huyu mjukuu amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo imekuwa jambo kubwa, kwanza ni nyinyi kupata taarifa hiyo, lakini jambo la pili ni kuomba radhi kwamba lazimika nende Muhimbili kidogo kwa ajili ya kuweka taratibu. Pamoja na yote, tuko katika kipindi cha mazazi ya Mtume wetu Muhammad, na baraka ya Mtume ni kubwa. Jambo lililotokea ndio kama alivyosema mwenyewe Mtume sallallahu, akipatwa mmoja wenu ni msiba na utazame msiba wako, yani kule kufa kwa Mtume sallallahu ule ukubwa wake ulivyo. Msiba ni mkubwa zaidi kuliko msiba. Sasa ikiwa maiki zenyewe namna takosa thamani ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwa ile thamani kubwa ya Mtume Muhammad. Leo ummati Muhammad tuna thamani kubwa mbele ya nyumati mbalimbali zilizotangulia huko nyuma, lakini thamani ile asili yake ni thamani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio sisi tukapata thamani vile vile mpaka tukahakikishiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira umma, kuwa nyinyi ni bora ya umma ukhrijat linnas, na hakikishiwa. Ndio maana sigha au mfumo wa maelezo katika hii aya umekuja katika mfumo wa kilichopita, kuntum khaira umma, hakikishiwa kwamba sisi ni bora. Yetu ni kubwa, lakini juu ya Uislamu kujua kwamba thamani hii tumeipata kwa sababu ya yeye mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye thamani yake ni kubwa zaidi. Wanaosema wanawazuoni kwamba usiku ule wa mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko usiku wa Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu amesema inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wama adraka ma Lailatul Qadr, mpaka mwisho. Lailatul Qadr khairun, lakini wanasema wanawazuoni kwamba usiku ule wa mazazi aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko hata ule usiku wa Lailatul Qadr.
Kwa hiyo tumepata thamani, tumepata value kubwa sisi Waislamu kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni haki yetu sisi kumweleza vizuri, kumheshimu, kumpa hadhi yake, kumuona ndio kiongozi wetu wa pekee anayestahili kuzungumzwa habari zake, na wala si tabu ile kuona kwamba tusimsifu. Kumsifu ndio kueleza. Neno sifa katika lugha ni kumweleza mtu yale mambo alionayo, ndio maana ya sifa. Na Mtume sehemu nyingi amejieleza. Sehemu hizi namwachia daktari atakuja kuzungumza, lakini utaona tu ishara ya kwamba Mtume ni bora. Haijawahi kutokea hata siku moja Qur'ani nzima Mungu kumuita Mtume kwa jina lake. Hiyo ni heshima. Hata sisi katika utaratibu wetu wa maisha kumuita tu mtu mzima, wewe Muhammad, wewe Medi, wewe Abdallah. Akikuita mtu namna wewe Abdallah, maana yule mtu alikuwa ni mkubwa zaidi na anakuona wewe ni mtu mdogo tu, huwezi kufanya jambo lolote kwake yeye. Ndio maana Abdallah. Lakini mtu ambaye anamheshimu mwenzake atamuita kwa jina lake la sifa. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kastahiwa mpaka na Mungu wake, ambaye angeweza kumuita kama alivyowaita mitume wengine, ya Adam, ya Nuhu. Imekuja katika Qur'an namna hiyo. Lakini Mtume sallam kwa nida haijakuja hata siku moja katika Qur'an. Ni ya ayuhan nabii, ewe mtukufu kwa cheo. Ya ayuhan nabii, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudaththir, namna hiyo. Yasin, Taha, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Ameitwa Mtume sallam kwa namna hiyo. Na jina la Muhammad limekuja mara 4 tu katika Qur'ani nzima, lakini limekuja kwa njia ya khabar, sio kwa njia ya kuita. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Imekuja namna hiyo. Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahama'u bainahum, mpaka mwisho. Hii ni khabar, sio nida. Ilipokuwa ilivyokuja aya za kumuita Mtume ni katika njia ya kuonesha daraja yake na utukufu wake. Ya ayuhan nabii, ya ayuhan rasul. Ameitwa katika cheo chake na katika daraja yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe kama heshimu kiasi hicho, alafu itokee jitu tu hivi dubwasha lende likazungumze kwamba Mtume hawezi kusifiwa, hawezi kuelezwa vipi? Ya laha min ajab. Haiwezekani vitu namna hiyo. Huyo ndio Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata ilipokuwa wamefanywa ukorofi mitume wengi hatuwezi kueleza, Mtume sallallahu pia kaelezwa vibaya na baadhi ya watu katika Makuraishi, wamuita mwendawazimu, wamuita kapotea. Lakini mitume wengine wao wamejitetea wao wenyewe. Walipoambia wewe umepotea bwana, asa jamani, mimi sikupotea, mimi ni mtume wa Mungu jamani, nimeletwa kwenu nyinyi. Wewe mjinga, mimi si mjinga, wewe ni mtume wa Mungu, nimeletwa kwenu nyinyi. Lakini mtume alipoguswa tu akaambiwa wewe ni mwendawazimu na Makuraishi, Mwenyezi Mungu akaingilia kumjibia, akasema wama sahibukum bimajnun. Huyu Muhammad huyu mwenzenu si mwendawazimu. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Mwenyezi Mungu kaingilia kati kumtetea mtume wake, lakini mitume wengine aliwaachia wajitetee wenyewe. Heshima gani iliyokubwa kuliko heshima hiyo? Ni mtu gani aliyekuwa mkubwa kuliko mtu huyo? Kila unachokiona ni kidogo mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah maneno mawili matatu niliyojaribu kuyazungumza haya nimemruhusu mdogo wangu, ndugu yangu Dr. atazungumza hapa sana, atapita sana huko ili ameeleze ule utukufu, kila mmoja aelewe. Maana haifai kwa mtu, kwa Muislamu anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, kisha ikawa hajui cheo cha mtume, hajui utukufu wa mtume, hajui daraja ya mtume aliyestahiwa na Mungu wake, aliyestahiwa na kila kitu. Alafu wewe ukamuona kama ni kitu cha kawaida. Mtume sio kitu cha kawaida. Jana nilizungumza akasema ni basharun la kal bashar, ni mtu lakini si kama mtu. Ni mtu kwa sababu ameletwa kama binadamu awalinganie watu dini,
bashira wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira. Huyo ndio mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna raha kama kueleza habari za mtume. Walikuwa kama sahaba hivi wanazungumza habari za mtume, wanatengeneza zile halakati, wanazungumza kumchambua mtume, sifa zake. Umma ukitaka kuangamia umma ukitaka kuangamia, wanatokea baadhi ya watu wanajiingiza katika mambo yasiyofaa. Lakini fanyeni mahesabu, afu muangalie wale watu ambao kwamba wamemsema vibaya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengine wamefilisika, wengine Mwenyezi Mungu amewasaliti, wengine hivi, wengine hivi, kwa sababu ya kwenda kinyume na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.